Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu tena kwa sababu umetupa neema hii tuweze tena kukusanyika siku ya leo kujifunza neno la Mungu. Kabla ya mambo yote naomba tuombe. Asante Mungu wetu kwa sababu neema yako Bwana inatosha. Asante kwa sababu ya asubuhi hii kwa kuwa tumekusanyika mbele zako tujifunze kutoka kwako neno lako la uzima. Asante kwa sababu unafungua mioyo yetu sasa. Roho ya hekima na ufunuo katika kujua inatenda kazi ndani yetu sasa. Macho ya mioyo yetu yanatiwa nuru tupate kujua tumaini la mwito wako jinsi lilivyo na utajiri wa utukufu wa urithi wako ndani yetu watakatifu jinsi ulivyo na ubora wa ukuu wa uweza wako ndani yetu tunauamini jinsi ulivyo ni kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wako uliotenda katika Kristo ulipomfufua katika wafu na kumketisha mkono wako wa kuume mahali pa juu sana kuliko falme na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwana si katika ulimwengu tu hata ujao pia na umemfanya Kristo kuwa kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili yetu sisi kanisa ambao ni mwili wake ukamilifu wake yeye anakamilishwa katika vyote nasi tumekamilishwa katika wewe Kristo. Asante kwa sababu unafungua akili zetu tupate kujua na maandiko katika jina la Yesu mwana wa Mungu wote tuseme amen. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kipindi kilichopita kilikuwa ni kipindi kizuri na kimerushwa pia kwenye WhatsApp. Sio kila nani ambao wamekiangalia. Wale ambao hamjaangalia kwenye WhatsApp hii ya Bonde la Baraka ile group hayo mahubiri yamerushwa yapo. Kwa hiyo pata bando unaweza kuingia pale kusikiliza lakini pia yanapatikana kwenye YouTube na kwenye Instagram na tumekuwa tukipata salamu nyingi kutoka pande mbalimbali za dunia. Marekani wamesikiliza wameandika recommendation, watu wa Zambia, watu wa Dar es Salaam, Dodoma nimeona pale kwenye ile scale, watu wa Morogoro, Arusha. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anatenda kazi na analijua Bonde la Baraka liko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni yote ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu kwa sababu Mungu anataka kulijenga kanisa lake, anataka kulifufua kanisa lake rudi katika sehemu yake kabla Yesu hajaja kulichukua. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaendelea pia na somo hilo tutajaribu kuingia ndani zaidi kuhusu utendaji wa roho, nafsi na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua ya kwamba mtu ni roho, ana nafsi lakini anakaa kwenye mwili. Haleluya. Mtu ni roho, ana nafsi lakini anakaa kwenye mwili. Hii ni nyumba yangu. Lakini mimi na nafsi ni mahali ambapo na exercise utu wangu. Tarudia tena, mtu ni roho lakini utu wake unakaa kwenye nafsi. Maana nafsi ndio mahali ambapo pa exercise personality. Utu wangu ili nijijue kwamba mimi ni mtu, siwezi kujijua kwenye roho, lakini najijua kwenye nafsi ambapo kuna akili, hisia na nia. Ndio najijua kwamba niko hai. Sasa hivi niko hapa nimesimama kwa sababu ya nafsi yangu inafanya kazi. Haleluya. Na wiki iliyopita tulijaribu kuzungumza vitu hivi na kulikuwa na swali zuri sana ambalo liliulizwa kabla sijafunga kipindi. Wakati ule aliuliza sasa kama tukiukataa nafsi, tukataa uzima wa nafsi, wakati nafsi tumeumbwa nayo, tutaishije? Bwana Yesu asifiwe. Nafsi kama nafsi haina ubaya wa aina yoyote. Hisia zangu hazina ubaya wowote. Akili zangu hazina ubaya wote kwa sababu zilitokea baada ya Mungu kuumba mwanadamu. Na utashi wangu ile wili nia haina ubaya wowote isipokuwa baada ya Adam kuasi, nguvu iliyokuwa inaiendesha hiyo nafsi, nguvu ile ilikuwa inaiendesha ile nafsi ndio ile natural power, nguvu ya asili ambayo ilikuwa inaendesha hiyo nafsi ndio ambayo unaitwa utu wa kale. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu hakuumbwa na utu wa kale, aliumbwa na utu ambao ni msafi kabisa, hauna shida ya aina yoyote. Lakini alipoasi unaitwa utu wa kale. Haleluya. Paulo amezungumza vitu hivi akisema tumeusulubisha utu wetu wa kale na kuvaa utu mpya. Haleluya. Kwa hiyo huo utu unatengenezwa na knowledge. Maandiko yanasema katika Mithali sura 25 tasoma pale. Mithali sura 24 anasema hivi,
Mstari wa 5, mtu mwenye hekima ana nguvu, na mtu wa maarifa huongeza uwezo. Kwa hiyo nguvu za mtu au uwezo wa mtu kufanya mambo huwa kwenye akili yake, kwenye nafsi yake, natural strength, personality yake, nguvu zake ziko kwenye maarifa yake ambayo yanaendesha hiyo nafsi. Mungu alipomwambia Adam kwamba utakula kwa jasho lako, kwa nguvu zako, hakuwa na maana ya kwamba nguvu zile za stamina za kubeba vitu vizito. Yaani au anatumia akili yake, nifanyeje hapa. Mwanadamu hakuumbwa ili awe anaishi mfumo huo. Alitakiwa aishi kwa nguvu za Mungu. Akipokea ile knowledge kutoka kwa Mungu, ile knowledge inamfanya kuwa na nguvu za kuamua huku nje nifanye hivi. Kwa hiyo yale maarifa aliyoyapata anapata kwa knowledge, kwa maarifa ambayo yanatokana na Mungu katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nguvu, kwa sababu Adam ameasi, anapokea maarifa kutoka nje, imekuwa kwa Mungu ni ubaya. Mungu anahesabu kwamba huo ni uasi, kwa sababu Mungu hakumuumba mwanadamu ili awe na nguvu zake mwenyewe, ila alivyoasi akaanza kuishi kwa nguvu zake mwenyewe. Haleluya. Sasa tutaingia ndani sana sasa tupate kujifunza. Naomba nikuchukue katika fikra, ile nguvu ya fikra. Hata kama unaandika, lakini hii picha ikiingia katika akili, katika mawazo, mimi naamini sana katika nguvu ya fikra, kwamba neno lolote kifundishwa likikamata fikra yako, hata kama ukitaka kukumbuka baadaye, itakuja ile picha uliyoipata wakati ulikuwa unasikiliza yale maneno. Haleluya. Hii inafanyika mahali popote tu, hata duniani. Ukitaka kuwa mshabiki mzuri wa mpira, naweza kuwa niko hapa, lakini nikaanza kuona pichi kule nje, mpira unachezwa na fulani angecheza hivi, naona. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, ukianza kupokea vitu vya rohoni, hivi vitu vinaanza kuingia katika akili yako, vinaanza kutengeneza picha. Kwa hiyo hata kama unaandika, lakini ukipata ile picha unayotaka kuizungumza, itakusaidia sana. Maana utagawanya hii picha katika vipande vitatu. Utaona roho iko peke yake, nafsi iko pale katikati. Unaanza kuona sasa. Unaanza kuona kwamba roho ipo, nafsi iko katikati yako, halafu kuna mwili huko nje. Umeona hiyo picha? Haleluya. Nataka nikuchukue katika ulimwengu wa roho ili twende pamoja. Nilizungumza siku ile ya kwamba Mungu alipomwambia mtu ya kwamba nendeni mkatishe mkatawale, alikuwa anaongea na roho yake. Sawa? Kwa sababu Mungu huwa anaongea na roho ya mtu. Mungu ni roho, akitaka kuongea na wewe anaongea na roho yako. Mungu hawezi kuongea na akili zako kwa sababu ni viumbe viwili tofauti. Mungu anaongea kwa sababu ni roho, lazima aongee na roho yako. Haleluya. Kwa hiyo roho ni spiritual organ, ni kiungo cha kiroho ambacho Mungu amekiweka ndani ya mtu, ni taa ya Bwana katika Mithali. Akitaka kuongea na wewe, anaongea na roho yako. Halafu roho yako, tutazungumza hapa kwamba kuna kiungo katika roho ambacho kinapeleka hizo taarifa katika akili yako. Kwa sababu kwenye nafsi ambapo kuna akili, hisia na nia, ndiko eneo ambapo limewekwa na Mungu kwa ajili ya kupata ufahamu, understanding and knowledge. Haleluya. Kwa hiyo katika nafsi ndiko mahali ambapo, eneo ambapo Mungu ameliweka ili taarifa zote ambazo zimekuja kutoka katika roho mtu azielewe kwenye akili zake na kwenye hisia zake. Akishazielewa zikatengeneza knowledge, maarifa. Hayo maarifa akishakaa, akielewa kabisa vizuri, akielewa tu vizuri, inakuwa ni nguvu ya kwake kufanya vitu katika nje. Tunakwenda pamoja. Haleluya. Nilisoma ule mstari wa Warumi siku ile. Tutaanzia hapo sasa, tutaenda kuvichambua vitu vidogo vidogo hivi. Nilizungumza katika Warumi sura 14. Hivi vitu sio vigumu. Naomba ufungue nia yako, mind, ili upokee, kwa sababu ni vya muhimu sana. Na mimi nitakwenda polepole sana, sitakwenda kama mwinjilisti, sitakwenda ruka sana. Lakini nitakwenda polepole kwa sababu ni vitu ambavyo vinahitaji kugusa roho ya mtu. Nilisoma katika Warumi sura 14, nilisema hivi. Neno la Mungu linasema, kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake. Kwa maana ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuishi kwa kuitegemea nafsi yake ndio imwezeshe kuishi. Maisha hayo wanayaishi watu wasioamini, waasi.
Kwa maana ya kwamba roho ilipotengana, roho ya mtu ilivyokufa ikatengana na roho wa Mungu, mawasiliano, huyu mtu alijitegemea mwenyewe. Kwa hiyo akaanza kuishi kwa nafsi yake. Lakini hii nafsi tutaizungumza baadaye, nitaichambua vizuri hii nafsi pia. Hii nafsi pia kwa sababu haina uwezo, iliumbwa ili iwe steward, ili iwe mtumishi wa kupokea taarifa kutoka katika roho. Na ikiacha kupokea taarifa katika roho, ikimuasi Mungu, kwa vyovyote vile aidha itaanza kutengeneza taarifa zake zenyewe. Haleluya. Nafsi inaweza kutengeneza taarifa zake yenyewe. Kwa mfano, wewe ukifungiwa kwenye chumba, usipewe gazeti wala redio wala simu wala kusiwepo na sauti yoyote nje ya kutaarifu wewe. Still utaendelea kupokea taarifa kwenye nafsi yako. Ni sawa? Hata kama ukifungiwa peke yako ukamaliza mwezi mmoja, usisikie sauti ya aina yoyote, uko peke yako, lakini nafsi yako itaanza kuletea taarifa. Huu ni ulimwengu wa psychology. Haleluya. Ulimwengu wa psychology unaweza kukupa taarifa na unaweza kuziishi hizo taarifa, lakini kwa sababu huyu mwanadamu hawezi kuishi mwenyewe kwa nafsi yake, lazima aidha apokee taarifa kwenye roho au apokee taarifa kwenye mwili ili hizo taarifa zifanywe kazi kufikishia ulimwengu ujumbe. Kwa hiyo nafsi haiwezi kutegemea pia yenyewe kupokea taarifa yenyewe tu, kwa sababu huyu mtu anazungukwa na ulimwengu. Kwa hiyo vyote vile taarifa zingine hii nafsi inategemea kuzipata kwenye milango mitano ya fahamu kutoka kwenye mwili. Haleluya. Lugha yangu ni nyepesi. Inaeleweka? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana nikasema hapa ya kwamba kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna afaye kwa nafsi yake. Kwa maana kama tukiishi, twaishi kwa Bwana, na kama tukifa, twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au kama tukifa, tu mali ya Bwana. Bwana anakaa wapi? Bwana anakaa katika roho zetu. Kwa hiyo kama tukiishi, tunaishi kwa Bwana, tunaishi katika roho. Au tukifa, tunakufa kwa Bwana. Heri wafu wafao katika Bwana. Maana yake ni kwamba walipokuwa wanaishi, waliishi katika roho, wanaishi pamoja na Kristo katika roho. Ni sawa hapo? Bwana Yesu asifiwe. Twende ndani sasa. Nitaanzia mwili. Mwili kila mmoja anaelewa ndio una senses 5, ile milango ya mitano ya fahamu. Nilisema hivi, mtu ni roho, ana nafsi, lakini anakaa kwenye mwili. Ni sawa hapo? Takwenda tu polepole, haitakupa shida kuelewa. Mwili una milango mitano ya fahamu, ambao ni kuona, kusikia, kunusa, kuonja. Sawa? Hizi taarifa zinampa mtu, zinakuja. Hii milango mitano ya fahamu inapokea taarifa, na masikio inapokea taarifa kutoka nje, ili huyu mtu aweze kujua kitu gani kinachoendelea huko nje. Haleluya. Sasa mtu wa Mungu ambaye amezaliwa mara ya pili, akiishi kwa kutegemea milango mitano ya fahamu, tunaona atakuwa ameishi tofauti na jinsi alivyoumbwa. Unaweza kuishi tu kwa kutegemea kuguswa, kuona, kusikia, kuonja, na kunusa. Yaani nisiposikia harufu sitaelewa kitu chochote. Nisiposikia sauti, kitu kinaongea, kwa mimi nitajua kwamba hamna kitu kinachoendelea. Nisipoonja kitu nikajua ni kichungu, sitajua kama hii kinaliwa au kisihakiliwi. Yaani milango mitano ya fahamu, ina maana isipofanya kazi kwangu sitaweza kuishi, kwa maana nategemea hiyo. Haiwezekani. Haleluya. Si ni sawa? Kwa hiyo mwili ni nyumba tu ya kunifanya mimi niweze kuishi duniani. Haleluya. Na chakula cha mwili huu, hivi vyakula tunavyokula. Hii chipsi, nyama, ugali, wali, kila kitu ambacho tunakula ni chakula cha mwili huu, ili mimi ambaye ni roho niendelee kuishi kwenye huu mwili wenye afya. Tuko pamoja hapo? Yesu alimwambia Shetani, akamwambia,
Akasema hivi, kwa sababu aliona na njaa, akamfuata akamwambia, akaisubiri kwanza awe na njaa. Halafu akaona huyu jamaa sasa hivi anasikia njaa, anahitaji chakula. Akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, badilisha mawe haya yawe mkate. Yesu alimwambiaje? Yesu alimwambia mtu hawezi kuishi kwa mkate tu. Mtu hawezi kuishi kwa ajili ya, kwa sababu mwili unataka hiki, unataka nimeishiwa nguo, kwa hiyo nilie mpaka nipate nguo, nimeishiwa chakula, nimwombe Mungu nipate chakula, kwa sababu uzima wa mtu haui katika chakula hicho. Chakula hicho ni chakula cha mwili huu. Ndio maana mama mara nyingi anasisitiza habari ya vifungo, kufunga na kuomba. Kwa maana kwamba huu mwili ni nyumba yako tu, lakini wewe sio huyo. Kwa hiyo una uwezo wa kutisha kwamba mimi sasa hivi sitaki kula kwa sababu mimi sio mwili. Haleluya. Mimi sio mwili, mimi ni roho. Kwa hiyo siwezi kuudekeza mwili kwa sababu sijapata chakula sasa nitakufa. Huwezi kufa kwa sababu wewe sio mwili. Na mwili lazima kusikilize wewe. Haleluya. Kwa hiyo mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Sehemu nyingine Yesu akasema kwamba msijidanganye. Uzima wa mtu haui katika vitu alivyo navyo. Umeshausoma huo mstari. Kwamba uzima wako wewe hautegemei mpaka uwe na magari, uwe na majumba, uwe na vyakula vingi, uwe na nini hivi tangible things, ambavyo ndivyo injili ya sasa hivi ya sehemu mbalimbali inasisitiza hasa uwe na vitu hivi. Haleluya. Uzima wako haui katika vitu ulivyo navyo, kwa sababu wewe sio mwili, wewe ni roho. Kwa hiyo nimemaliza habari ya mwili, nakuja habari ya roho. Nazungumzia habari ya roho. Roho ni kiungo au ni pumzi ya Mungu ambayo ilipulizwa ndani ya huu udongo ambao ulifanyika kuwa nyumba ambao ni mwili. Mungu alipopuliza pumzi ndani ya huu mwili ulioumbwa pale nje, ikawa ni nafsi hai. Na nilisema siku ile ambapo tutataja vitu vingi kuhusu nafsi, kwamba nafsi ni matokeo ya muunganiko wa ule mwili uliotengenezwa pale nje na ile pumzi ambayo Mungu amepuliza kwenye huu mwili, ikawa nafsi hai. Kama Mungu asingepuliza pumzi kwenye huu mwili, nafsi singekuwepo. Sawa Kwa hiyo roho ina senses zake kama ambavyo mwili una senses zake. Twende polepole sasa hapa. Roho ina vitu vitatu ambavyo Adam alipokufa, hivyo vitu vilikufa, na ukizaliwa mara ya pili hivyo vitu vinarudi. Haleluya. Naomba twende tu vizuri tu na kila mmoja ataelewa tu vizuri sana. Kuna kitu ndani ya roho. Fikiria sasa tunamwangalia Adam ambaye yuko kwenye bustani ya Eden, ambaye hajaanguka. Ni mtu kabisa ambaye anamsikia Mungu, na zile senses za kwenye roho zinafanya kazi ambazo nakwenda kuzitaja hapa, na ana nafsi ambapo nimekuambia kazi ya nafsi na tazitaja baadaye, na ana mwili. Huyu mtu ambaye ndio mkamilifu kabisa, kwa sababu mtu pasipo roho, huyo mtu amekufa. Si ndio? Haleluya. Kwa hiyo ndani ya roho kuna kitu kinaitwa communion. Communion ni ushirika. Kuna kiungo, spiritual organ, ambao inashughulika tu na kumsikia Mungu anavyosema. Haleluya. Niko katika roho, nimeshatoka kwenye mwili, sijazungumza habari ya nafsi. Haleluya. Hicho kitu kinaitwa ushirika, communion. Hicho kiungo kinashughulika na kumsikia Mungu tu, wala hakileti taarifa kwenye akili yako ili ufahamu Mungu alichokisema. Nisikilize tu vizuri. Communion ni kumsikia Mungu, kinanasa tu haraka sana. Mungu akisema na roho yangu na roho ya huyu mtu ambaye roho yake hii hai, hicho kitu kinaitwa communion kinapokea moja kwa moja, kwa sababu ndicho ambacho ni kama vile receiver. Mungu akitaka kusema na wewe, hicho ndio kinapokea. Hii CCTV ina receiver. Sawa? Kitokea kitu chochote hapa, hata sasa hivi natuona, mimi nimefanya kazi kwa hivi vitu vya security. Kuna receiver ambayo inapokea mizunguko yote
kinachoendelea hapa. Haleluya. Communion ni kiungo ambao ni ushirika, kinadaka tu sauti ya Mungu. Hiyo ni cha kwanza. Ni kama vile kwenye mwili ambapo nimetaja milango mitano ya fahamu. Kwenye roho kuna hicho cha kwanza. Cha pili, naomba nisikilize tu vizuri, itakusaidia sana kwa sababu ni darasa la kujifunza. Cha pili kinaitwa intuition. Intuition kwa Kiswahili ni utambuzi. Ni kama vile unasikia roho ya utambuzi. Roho, mtu anafanya huduma halafu anakuwa na roho ya utambuzi. Haleluya. Haleluya. Kuna wengine wanakuwa roho ya utambuzi ya shetani. Nisikilize hapo. Roho ya utambuzi ya shetani anakuambia wewe siwe ni mtoto wa pili kutoka kwa uzao wako. Halafu pale kwa jirani kuna hivi. Halafu si umekuja kwa halafu kuna mtu uligombana naye. Ni roho ya utambuzi. Hiyo organi ambayo inaitwa intuition ndio inaleta taarifa za huyo mtu. Kama mtu akiwa katika roho, akitenda kazi katika roho, hiyo ndio intuition au kiungo kinachoshughulika ufunuo. Huyo mtu anafunuliwa kwenye akili yake kwamba kuna kitu kinachoendelea. Unasikia kuna roho ya hekima, roho ya maarifa, roho ya kupambanua roho, hizo karama za Roho Mtakatifu. Huyo mtu anaelewa hapa baada ya kupokea kwenye hiki kitu kinaitwa intuition au discernment kwa Kiswahili. Haleluya. Haleluya. Mtu aliyezaliwa mara pili, hiki kitu kimerudishwa, kipo. Ukiniuliza kwa nini sio kila mmoja akifanye kazi, ni kwa sababu either ulikuwa hujafundishwa au ulifundishwa lakini hutaki kuamini kwamba sasa hivi mimi ni mwana wa Mungu na hivi vitu vinataka vifanye kazi ndani yangu, na anaanza kukiri kwamba mimi sasa ni mwana wa Mungu na kila kitu kiko sawa kwangu na nafanya kazi katika roho yangu iko hai na pia nina uzima wa Mungu. Haleluya. 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 Hiyo ni intuition. Kazi yake, taarifa zilizotoka kwa roho wa Mungu ambazo zilipokelewa na ile communion, ushirika. Hii intuition ambayo ni utambuzi, ni kiungo kinachoshughulika utambuzi, kinaleta taarifa kwenye akili za mtu. Anajua kwamba Mungu amesema hivi. Haleluya. Haleluya. Hii ndio kiungo ambacho Paulo amezungumza katika Waefeso, ya kwamba Mungu wa baba yetu, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape roho ya hekima na ufunuo katika kumjua. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Moyo hauna macho, isipokuwa macho kwenye akili yako. Unaanza kuona. Anasema kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, uanze kuona. Kazi ya intuition kutoa kufungua kitu ambacho kilikuwa kimefichwa. Haleluya. Kwa Kigiriki hata apocalypso. Kitu kile kimefungwa, unafunguliwa, unaanza kuona. Paulo anasema ya kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mpate kujua tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wake ndani yetu watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tunaoamini jinsi ulivyo. Huo ubora wa uweza wake, maandiko yanasema ni kwa kadiri ya utendaji wa nguvu zake aliyoutenda katika Kristo. Yaani huo ubora ambao uko ndani yako baada ya kuzaliwa mara pili ni sawa na nguvu iliyomfufua Kristo katika wafu na kumketisha mkono wa kuume wa Mungu Baba, mahali pa juu sana kuliko falme na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, si katika ulimwengu huu tu, hata ule ujao pia. Alafu hiyo nguvu ilimfanya Kristo kuwa kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa ambalo ni mwili wake, ukamilifu wake yeye anayekamilishwa katika vyote. Kwa maana ya kwamba kanisa ni ukamilifu wa Kristo. Kwa maana ya kwamba Kristo bila kanisa hajakamilika. Tunaelewana? Macho ya moyo yakitiwa hivyo, huwezi kudanganywa tena siku yote na mahubiri mengine. Kinachofanya watu wadanganywe ni macho ya moyo hajatiwa nuru, au wana ile closed mind, hawataki kusikia. Kama vile watu wa Thessalonike
Paulo ameenda kuhubiri habari za injili ya Yesu Kristo. Halafu akampiga, wakamfukuza. Akaenda Beroya. Maandiko yanasema watu wa Beroya walikuwa na hekima, walikuwa ni waungwana, kwa sababu waliposikiliza yale mahubiri, halafu wakaenda kuangalia kwenye magombo ya chuo waone kama kile walichokisikia ndivyo ilivyoandikwa, na walivyoona kile walichokisikia ndivyo ilivyoandikwa, wakamwamini Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Macho ya moyo yakitiwa nuru, unapata kujua kwamba mimi na Kristo tumeunganishwa kabisa. Yeye ni mzabibu, mimi ni tawi. Yeye ni kichwa, mimi ni kiungo katika mwili wake. Akinigusa mtu, amemgusa Kristo. Paulo alipokuwa anawatesa alipolitesa kanisa, amewapiga kina Stefano, wamaliza kufa kule, na wengine na kwenda Dameski kwenda kuwakamata walete Yerusalemu wa hukumu. Tena alikuwa na hukumu vibaya, na waambia tena mkufuru Mungu. Alipofika njiani kabla hajaingia Dameski, akampigwa chini. Halafu akaambia, akasema, wewe ni nani Bwana? Yesu akasema, mimi ni Bwana unayeniudhi. Kwa nini unanitesa? Paulo ndiye aliandika mambo haya yote. Aligundua kwamba kumbe ukimgusa mtu yoyote huku chini, umemgusa Kristo mwenyewe, kwa sababu kwa Kiingereza tunasema they are in organic union with him. Yani ni kiungo ambacho kinaishi. Ukimgusa, sasa kwenye Agano la Kale imeandika, awagusaye nyinyi anagusa mboni ya jicho langu. Yani direct, hapo hakuna ufunuo. Ni neno la Mungu liko wazi tu hivyo kwamba kumbe mtu akinigusa mimi, amemgusa Kristo. Haleluya. Mtu akisema anataka kunifanyia deliverance mimi, maana yake mimi pamoja na Kristo tutafanywa deliverance. Kwa sababu nimeshakombolewa, nimeshakuja kwa Kristo. Nimeshatoka kwenye kizazi cha zamani cha Adam, niko ndani ya Kristo, nimeunganishwa naye na nimeketishwa pamoja naye mkono wa kuume wa Mungu. Wa Efeso ya 2. Alitufufua pamoja naye na kutuketisha pamoja naye mkono wa kuume wa Mungu Baba. Haleluya. Ni katika roho. Ukiwa katika mwili huwezi kuelewa wala huwezi kukubali. Kwa sababu kwenye mwili kila kitu kinachozungumzwa kule utaona ni sawa tu. Kwa sababu mwili ndio ambao unajiungamanisha na roho za mababu. Roho si kitu gani chochote kinaweza kufanya kwenye mwili chochote. Na mtu akikaa kule lazima atafanya hiyo vitu. Wala sipingi mambo ya deliverance, najua tu vizuri hapo. Na kwamba kuna watu lazima wakombolewe, maana kuna wengine wakombolewa kwa sababu ya ujinga wao, hawajaelewa. Kwa hiyo lazima atumike maombi magumu makali ya kumfungua mtu kwenye vifungo hivyo. Hiyo kitu ipo kabisa. Ipo kubwa. Mama anajua. Kuna watu kwa sababu kwanza hawataki kupata hii elimu, wao wanataka tu mpaka nikaombewe. Kwa hiyo huyu mwenye power ya kufanya hivyo anafanya kuwatoa kwenye vifungo. Maana wengine watakuwa wanyakuliwa hata kwa moto. Kwa hiyo ipo. Lakini mtu akishajua knowledge, lazima sasa mtu afikie sehemu fulani awe mtu mzima. Hicho ni kiungo kinachoshughulika habari ya kupata taarifa kutoka katika roho. Kiungo kingine ambacho ni cha rohoni, sensi, ni dhamiri, conscience. Dhamiri ni kiungo cha rohoni ambacho kinamfanya mtu ajue hili ni jema na hili ni baya mbele za Mungu. Haleluya. Haleluya. Dhamiri kwa mtu ambaye yuko sawa inafanya kazi pamoja na roho. Paulo amesema katika Warumi sura ya 9 mstari wa 1, nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu. Dhamiri yangu inanishuhudia kwamba hiki ndivyo ilivyo. Inafanya kazi pamoja na Roho wa Mungu. Sasa dhamiri, hivi vitu viwili, intuition na communion, vilikufa kabisa. Lakini dhamiri haikufa. Ilianza kutumika kwenye masuala mengine kwenye moyo, kwa sababu dhamiri inagusa rohoni na kwenye moyo. Eneo la moyo tutalitaja tena baadaye, kwa sababu mbali inakuwa na roho na nafsi na mwili, kuna moyo pia. Tumeelewana hapo? Unaweza kupata picha kwamba kumbe roho ya mtu ina full compact. Inaweza kumsikia Mungu, inaweza kutoa taarifa,
na inaweza ikajua kabisa kwamba hii ni sawa na hii si sawa. Haleluya. Hata kama mtu hayuko duniani, yenyewe inajua. Tunaelewana? Roho ya mtu ilipokufa, hizi mbili zilikufa, intuition na communion. Lakini dhamiri haikufa. Ikaanza kutumika kwa matumizi mengine ambayo nitataja wakati nazungumza habari ya nafsi. Sasa ninatoka kwenye roho, naenda kwenye nafsi. Nafsi tunakwenda pamoja jamani. Umeona kwamba kuna roho na kuna nafsi na kuna mwili. Na kuja nimezungumza habari ya mwili na nimezungumza habari ya roho. Sasa nizungumze habari ya nafsi, ambapo kwenye utu wa mtu. Nafsi ya mtu ambayo ni utu wa mtu, kwa Kiingereza wanaita personality, inatengenezwa kwa taarifa aidha za kutoka rohoni au za kutoka mwilini au kwenye ulimwengu wa saikolojia. Hizo taarifa zikikaa kwenye hii nafsi, ndio inakuwa nguvu za kwake za kufanya kazi. Kwa sababu nguvu za mtu ziko katika maarifa alionayo. Tuko sawa? Nguvu za mtu haziko kwenye uwezo wa kubeba mavitu mazito. Nguvu za mtu ziko kwenye maarifa alionayo. Ndio maana nimesema katika Mithali sura 24 sura 5 kwamba mtu mwenye maarifa ana nguvu. Na mtu mwenye hekima na nguvu, na mtu mwenye maarifa huongeza uwezo. Kwa hiyo uwezo wa mtu uko kwenye maarifa alionayo. Inategemea maarifa ameyapata wapi. Kwa hiyo nafsi, senses zake ni akili, hisia na nia. Nia, will au volition. Nataka kufanya hivi. Mtu akiamua kwamba nataka kufanya hivi, maisha yake yote yanaelekea kwenye kile ambacho amekusudia kukifanya. Mtu akiamua kama nataka kutenda kazi ya Mungu, nimeamua kutenda mapenzi ya Mungu. Mwili yote, kwa sababu nia ambayo ni will ndio ina nguvu ya kuendesha kila kitu. Especially huyu mtu akiamini kwenye moyo na kukiri, nia ndio inayotangulia. Mtu akitaka kutenda dhambi, taarifa zinakuja kwanza kwenye nafsi yake, zinachakata yale mambo, halafu anafikia mwisho wa kuamua kwamba naenda kufanya hivi. Huyo mtu akiamua kwenda kufanya hivi mpaka alitimize lile aliloamua, ndio ataacha. Kwa hiyo nguvu ziko kwenye nia, kwenye will, volition. Haleluya. Kwa hiyo kwenye nafsi kuna akili, mahali ambapo kufanya reasoning, pa kuchakata mambo, kufikiria, kwa nini nimekuwa hivi? Sasa itabidi nifanyeje? Baadaye hisia zake pia zinaweza kumuinua. Kama ni jambo la kusikitisha, nimepata msiba, hisia zake zinaanza kuugua. Hisia kabisa unaanza kuhisi vibaya. Lakini wili, kama ni jambo ambalo kwa limemtatiza, anataka afanye jambo gani, baada ya kuchakata zile taarifa, anafikia sehemu kwamba okay, nimeamua nitafanya hivi. Haleluya. Mtu akiamua kufanya jambo la aina yoyote hawezi kuzuiliwa. Haleluya. Kwa sababu mwili yote unajivuta, unavutwa na hiyo. Anasema hivi, mtu huvutwa kwa tamaa zake mwenyewe na kudanganya. Inamvuta halafu inamsukuma aenda akafanya kitu. Haleluya. Kumbuka wakati kina Nimrod alikuwa anakaa kina Ibrahim wakati ule kwenye eneo lile. Wakaamua watengeneze mnara kwamba hata kama tukisambaa dunia nzima tuwe na sehemu ambapo tunaweza kukimbilia. Halafu Mungu akaona hawa watu wanafanya tofauti na mimi nilivyokusudia. Lakini akisema, lakini huyu mtu jambo aliloamua hawezi kuzuiliwa. Walikuwa wameamua watengeneze ule mnara wa Babeli ufike mbinguni. Na Mungu alijua sasa hawa jamaa kwa sababu wameamua kufanya hivi, hakuna anaweza kuwazuia. Wameshaamua na wameshaanza kujenga. Na lazima watafika. Kwa hiyo akasema hapana, hamwezi kufanya jambo kama hili. Akashuka akawaharibu. Akaharibu na lugha zao na kila kitu kabaki magofu. Wakatawanyika na kila mmoja kwa na lugha yake. Kwa hiyo nia ya mtu ina nguvu. Haleluya. Haleluya. Na nilisema kwamba nafsi pamoja na kwamba inategemea akili, hisia na nia kwa taarifa za nje, lakini inaweza kapokea taarifa yenyewe, ideology
inaweza kutengeneza taarifa zake yenyewe. Ndio unakuta hii ideology kwa Kiingereza wanasema a set of opinion or belief of group or an individual. Inatengeneza kama falsafa ya mtu. Kwa mfano, nikiwa mwanasiasa ya chama cha aina yoyote, na kuwa na imani ya aina fulani ya kuhusu hicho chama, au nikiwa na dini fulani, kuna dini za Kihindu, kuna dini za Kristo, kuna dini za Kristo ziko za aina tofauti. Lakini kila dini tofauti na kanisa. Dini ni watu wamekaa wakatengeneza aina fulani ya mfumo ambao wanaweza kumwabudu Mungu, lakini kanisa limezaliwa na Kristo. Tunaelewana? Japokuwa katika dunia hii vitu kama vile vinaonekana kama vile havijachangamana, kama vile ni kitu kimoja. Kanisa ni mwili wa Kristo. Hawa watu wameungana na Kristo kabisa. Wana roho wa Kristo, wana uzima wa Kristo, wana nguvu za Kristo, na Kristo anakaa ndani yao. Lakini dini, hata kama hana Kristo ndani yake, hana uzima wa Mungu ndani yake, hana roho wa Mungu ndani yake, lakini anaendelea kuwa mwenye dini. Si ni sawa? Kwa ideology ile ambayo inatengenezwa kwenye psychology inaweza kufanya vitu hivyo. Haleluya. Sasa nakwenda kwenye sehemu moja kwamba nafsi haina shida ya aina yoyote kama ingekaa kwenye mfumo ambao Mungu aliuumba, ya kwamba nafsi ikae pale. Wewe nitakusomea maandiko. Ikae pale Zaburi 62, nafsi yangu umngoje Mungu peke yake kwa kimya, tumaini langu hutoka kwake. Nafsi iliumbwa ili ikae tu inasubiri taarifa kutoka katika roho. Halafu taarifa zikija inapokea kitu kinaitwa understanding, ufahamu. Kwa ufahamu baadaye unageuka na kuwa maarifa. Maarifa yale inakuwa ni nguvu za mtu kutenda kazi nje. Haleluya. Lakini nafsi ilivyoasi kupokea taarifa kutoka kwa Mungu, ikaanza kupokea taarifa kutoka katika mwili. Baada ya kushawishiwa kwa dhambi za aina 3. Tamaa ya mwili, maana aliona ule mti wafaa kwa chakula. Tamaa ya macho, wapendeza. Haleluya. Halafu dhambi ya 3 unaweza kumfanya mtu kuwa mwenye akili, akaweza mwenyewe bila kumtegemea Mungu kujua mema na mabaya mwenyewe bila kumtegemea Mungu. Sawa hapo? Kwa hiyo alipokula ule mti, nafsi ikamwasi Mungu. Biblia inaposema dhambi ni uasi, tunaposema dhambi ni uasi, maana yake ni kwamba mtu yoyote hata kama hajatenda yale matendo ya dhambi, uchawi, uzinzi, ukahaba, si vitu gani, ni kwa sababu tu ametengana na Mungu, anafanya mambo yake mwenyewe, huo ndio uasi, ndio dhambi yenyewe. Haya yanayotokea kule nje ni matokeo ya dhambi ambayo inakaa ndani ya mtu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo haijalishi mtu kama hayatenda hayo mambo ambayo tunasema kule matendo katika Galatia sura ya 5, haya uzinzi, si nini, hayo yote hiyo ni sin deeds, ni matendo ya dhambi, lakini dhambi yenyewe inakaa ndani ya mtu. Paulo anasema utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja na Kristo ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Dhambi iliingia kwenye mwili. Haleluya. Kwa hiyo mwili huu mwili unaitwa mwili wa dhambi kwa sababu dhambi iliingilia kwenye mwili. Iliingilia baada ya kuona na kutazama na kuhisi na kuona kwamba hii kinafaa, ikaingia kaa kwenye mwili. Halafu nafsi ambayo kabla dhambi haijaigusa, kwa sababu nafsi haiwezi kumwendesha mtu bila kupokea taarifa kutoka sehemu nyingine. Dhambi ambayo kwenye mwili ikateke advantage, ikaivuta nafsi, ikaanza kusikiliza kwenye mwili. Kwa hiyo huyu mtu akawa ni mtu wa mwilini. Tunaelewana? Kwa hiyo nguvu inayoiendesha nafsi ni nguvu inayotoka nje, ambayo ni ya Shetani,
Ndio kitu ambacho nilisema katika Waefeso sura ya 2 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi katika wana wa kuasi. Wana wa kuasi maana yake ni kwamba walishatengana na Mungu. Hata sisi tulikuwa tumetengana na Mungu, hivyo tulikuwa tunafuata akili zetu wenyewe. Paulo anasema hapa ya kwamba ambao zamani sisi nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu. Tulikuwa tunaishi kama vile ambavyo mwili unavyotaka, sio kama vile ambavyo Mungu anataka. Mwili unavyotaka na mimi nilikuwa naishi hivyo. Haleluya. Kitu kingine, tuliyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia mind. Akili yangu inachokitaka ndicho ambacho nilikuwa na fight, lazima nikipate, sio Mungu anachokitaka. Haleluya. Kama vile ambavyo Yesu angeingia kwenye mtego siku ile kwamba kwa sababu na njaa, hebu tengeneza mawe hayo ya mkate, angefuata mwili unavyotaka kwa sababu ana njaa. Ukiingia kwenye huo mtego tayari umeshamwabudu shetani. Na Yesu, maandiko yanasema alijaribiwa lakini hakutenda dhambi. Hakujaribiwa kufanya uzinzi kwa sababu ndani yake hakukuwa na dhambi. Haleluya. Yeye alichukua tu umbo kama la mwanadamu mwenye dhambi, lakini yeye hakuwa na dhambi, ili akifa, maandiko yanasema katika Wakorintho wa 2 sura ya 5 sura ya 21 ya kwamba yeye asiyejua dhambi alifanyika dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kufanyika kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hiyo hakuwa na dhambi. Alipojaribiwa hakutenda dhambi. Alikuwa anajaribiwa kutokufuata, aache kusikia sauti ya Mungu, afate ambacho akili yake inamtuma. Haleluya. Japokuwa Yesu alikuwa tofauti sana sisi kwa namna moja, kwa sababu ndani yake hakuwa na dhambi, sisi tuna dhambi. Lakini kilichokuwa kinamwogopesha ni kutenda kitu chochote kwa mapenzi yake mwenyewe. Haleluya. Anasema mimi sikushuka niatende mapenzi yangu, bali mapenzi ya Baba aliyenipeleka. Yohana anasema katika sura ya 5 mstari wa 19, mwana hawezi kufanya jambo yeye mwenyewe isipokuwa lile ambalo anamsikia Baba analisema ndio anaweza kulifanya. Sehemu nyingine katika sura ya 5 mstari wa 30, Yohana sura ya 5 mstari wa 30, sura ya 5 mstari wa 30 anasema, mimi siwezi kufanya neno mwenyewe kwa nafsi yangu, siwezi. Japokuwa Yesu hana dhambi, lakini alichokuwa nakiogopa ni kutenda mwenyewe kama anavyotaka yeye. Haleluya. Kwa sababu kishafanya tu hivyo, na shetani alikuwa anafanya timing hapo hapo. Akifanya jambo lolote tu mwenyewe, tayari ameshanaswa kama vile ambavyo Adam alinaswa. Haleluya. Anasema mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo katika roho, nisikiavyo ndivyo ni hukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki. Kwa sababu gani? Kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Tunaelewana hapo? Hiyo ndio mwana alivyokuwa anafanya. Sehemu nyingine, Yohana sura ya 8 mstari wa 28, Yohana 8:28, ninayo mengi ya kusema na kuhukumu juu yenu, lakini yeye aliyenipeleka ni kweli, nami niliyoyasikia kwake ndiyo ninenayo katika ulimwengu. Nikiwa katika ulimwengu siwezi kusema neno lolote mwenyewe ambalo limetoka kwenye nafsi yangu, kwenye akili yangu. Japokuwa Yesu alikuwa na uwezo wa kupokea taarifa sahihi katika nafsi yake, kwenye akili yake, kwa sababu hana dhambi, lakini hakuthubutu kutaja kusema kitu chochote kama anavyofikiri mwenyewe. Anasema wala niliyoyasikia kwake ndiyo ninenayo katika ulimwengu, wala anasema hivi, wala hawakutambua ya kuwa anawatajia Baba. Basi Yesu akawaambia, mtakapokuwa mmekwisha kumuinua mwana wa Adamu, ndipo mtakapofahamu ya kuwa mimi ndiye, na ya kuwa sifanyi neno kwa nafsi yangu. Mtu hawezi kuishi kwa nafsi yake mwenyewe. Akifanya kwa nafsi yake, kwa kuamua mwenyewe, amejitenga na Mungu. Unakufa kiroho. Asante sana mama.
Wale ambao hawajamwamini Yesu wanaishi hivyo. Yesu alisema katika Yohana 15, bila mimi, waliomwamini, bila mimi hamwezi kufanya kitu chochote. Mkiamua kufanya kitu chochote, maana mmejitenga na mimi. Haleluya. Anasema hivi, na ya kuwa sifanyi neno kwa nafsi yangu, ila kama Baba alivyonifundisha ndivyo ninenavyo. Naye aliyenipeleka yu pamoja nami, hakuniacha peke yangu, kwa sababu nafanya siku zote yale yampendezayo. Yako mistari mingi ambayo imeandikwa humu katika Yohana, hata sura ya 12 mstari wa 48. Anasema hivi, yeye anikataye mimi, asiyeyakubali maneno yangu, anaye amhukumuye, neno hilo nililonena ndilo litakalomhukumu siku ya mwisho. Kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu. Hayo nilikuwa nazungumza hapa ulimwenguni. Yesu anasema sikuzungumza kama mimi ninavyotaka mwenyewe. Kuna wahubiri wanafundisha kama wanavyotaka wenyewe, kwa sababu wamekaa kwenye psychology zao. Hata miujiza mingine, kuna miujiza tu psychological miracle na kuna spiritual miracle. Miujiza ya psychology ni mtu anaingia kwenye akili yako, halafu yale maneno yanakushawishi, unaona kabisa ni sawa kabisa, na miujiza inaanza kufanyika. Psychological miracle. Lakini spiritual miracle ni kitu ambacho mtu anafanya kutoka katika roho. Haleluya. Anasema hapo ya kwamba kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu, bali Baba aliyenipeleka yeye mwenyewe ameniagiza nitakayonena na nitakayosema. Siwezi kusema. Hapa niko kwenye Yohana sura ya 12. Sura ya 12 nimeanzia mstari wa 48. Yohana sura 12 mstari wa 48. Narudia, yeye anikataye mimi, asiyekubali maneno yangu, anaye amhukumuye, neno hilo nililolinena ndilo litakalomhukumu siku ya mwisho. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu. Hamna mtu awezaye kuishi kwa nafsi yake na kunena kama nafsi yake inavyomtuma. Haleluya. Bali Baba aliyenipeleka yeye mwenyewe ameniagiza nitakayonena na nitakayosema, nami najua, mstari wa 50, nami najua kuwa agizo lake ni uzima wa milele. Basi hayo ninenayo mimi, kama Baba alivyoniambia ndivyo ninenavyo. Haleluya. Ukitaka kujua mafundisho maovu ya uongo, ukiingia kwenye Biblia unawajua tu. Kwa sababu ile intuition na ile communion zinafanya kazi. Unaweza kupokea maagizo ya Mungu kujua, hata kama ukifundisha uongo, Roho wa Mungu atakufunulia, kwa sababu Roho wa Mungu, Yesu alisema kwamba nitakapoondoka, yule Roho wa Mungu atakuja ndani yenu, atawafunulia yote. Atawapasha habari zake. Atachukua yaliyo yangu mimi, atawapasha. Haleluya. Maandiko yanasema katika Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana, mstari wa 2, mstari wa 20-27, nimewaandikia mambo haya kwa sababu ya watu wale wanataka kuwadanganya. Lakini yale mafuta, ule upako, ile anointing, teaching anointing, yale mafuta yanavyowafundisha ndivyo ilivyo. Wala hayasemi uongo, kaeni ndani yake. Kwa sababu kuna waongo walishatokea duniani tangu enzi za kina Yohana. Wapo waongo wengi. Unaweza kujua tu, hivi huyu mtu haya mambo anazungumza ametumwa na Baba kweli haya, au ametoa mwenyewe tu? Yesu aliwaambia, mtu akipenda kuyapenda mapenzi ya Baba, atajua habari ya mafundisho haya, kama nanena kwa nafsi yangu mwenyewe au Baba amenituma. Hawa watu nawasikiliza kila siku kwenye mtandao, kwenye wapi, sawa wasikiliza, lakini hii kitu kimetoka kwa Kristo kweli? Kwa sababu Roho wa Mungu anachukua ile ya Kristo na wapasha habari zake. Haleluya. Sasa mwanadamu alivyoasi, nataka kumalizia tu, kuna kitu kitokea kinaitwa nadharia ya ubinafsi. Nadharia ya ubinafsi kwa Kiingereza ta egoism. Watu wa theology wanaelewa vitu hivi. Egoism ni self-centered life. Kwa sababu mwanadamu amemwasi Mungu,
anatengeneza uzima wake mwenyewe, anatengeneza taarifa zake mwenyewe na maarifa yake mwenyewe ili aanze kumuendeshea maisha yake. Inaitwa egoism. Hii egoism ina aina 3. Usijali habari ya kuandika egoism, haya mavitendawili ya Kiingereza yasikutisha sana. Hebu nisikilize tafsiri ambayo nakupa. Egoism, kuna aina 3 ya uasi ambayo umeingiwa ndani ya mtu, ambayo ndio nguvu inayomfanya mtu aishi. Ndio maana kwa nini Yesu amesisitiza katika Injili zote 4 ya kwamba mtu asipoukana uhai wake, uzima wake, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Asipokataa hii dalili hii ambayo kimujibu wa sheria ya msalaba hivi vitu vimesulubiwa, hiyo nguvu haiwezi kumtawala yule mtu. Akikombolewa huyo mtu, nafsi inabaki huru ili mtumikie Mungu. Ile hisia, akili na nia zianze kufanya kazi kwa Mungu. Egoism ina sehemu 3. Sehemu ya kwanza inaitwa ego. Ego, kama uliwahi kusikia, ego ni ile inaitwa sense of self. Ile mimi nani anaweza kunifanya hivi? Mimi ananichezea mimi. Ile ego, mimi. Haleluya. Hiyo ni ego. Ya pili ni ID. ID ni desire, kwamba kila mmoja kuna kitu ambacho anakitaka mwenyewe. Haleluya. Na wakati mwingine unamsumbua sana Mungu, mimi nataka unifanyie hivi kwa sababu ya hii ID. Na kuna kitu kinaitwa super ego. Super ego ndio kitu ambacho kinafanya kazi pamoja na dhamiri. Mtu wa kawaida tu, hata kama hamjui Mungu, kutokana na natural environment, anaweza kujua kwamba hili ni baya, hili sio zuri, hili ni zuri, sio baya, bila hata kumtegemea Mungu. Si ni sawa? Inaitwa super ego. Huo utu ndio ambao mwanadamu anajitengeneza animated life. Inamfanya huyu mtu aendeshe maisha yake mwenyewe bila kumtegemea Mungu. Na huo ndio unaitwa utu wa kale. Na maandiko yanasema utu wetu wa kale ulisulubiwa. Hiyo knowledge ya kuishi kwa mfumo wa egoism ndio kitu kilichosulubiwa, sio nafsi ya mtu. Nafsi ya mtu ni mali ya roho. Nilivyosoma katika Zaburi 62, anasema nafsi yangu tulia, umngoje Bwana kwa kimya, kwa kuwa tumaini langu kutoka kwake. Zaburi 62:5. Maana kwamba roho inaiambia nafsi ya kwamba nafsi tulia, umngoje Bwana kwa kimya, kwa kuwa tumaini langu kutoka kwake. Usianze kutembea huko na kutafuta msaada. Haleluya. Egoism ndio kitu ambacho kilisulubiwa. Ukiishi kwa nguvu hiyo, unakuwa hata kama ukifa hujafa kwa Kristo. Kwa sababu kufa kwa Kristo, nafsi yako imesharudi, inakuwa restored. Inafanya he restore my soul. Anahuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia ya haki. Maana kwamba inarudi kwenye roho ili aanze kuongozwa na roho. Haleluya. Muda umekwisha na Bwana awabariki.